Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapakulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninawaomba ombi moja tu. Iwapo unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza hii kanda, yaani share. Nina ombi moja. Like tafadhali, ili kipindi ambapo naendelea kujitahidi kuweza kuwapasha taarifa, na mimi mnanitia moyo kwa kusubscribe na kwa kusambaza. Edwin Sifuna, Edwin Watenya Sifuna ameweza kuzungumza. Mimi ndio Sifuna. Ameweza kuzungumza na kusema kwamba haendi popote kutoka kwa chama cha ODM na yeye ndiye legitimate secretary general. Yaani yeye ndiye katibu mkuu wa chama cha ODM halisi. Sifuna anasema kwamba hakuna siku ambayo aliitwa kuweza kusomewa makosa yake. Edwin Sifuna anaeleza kwamba familia ya Odinga imejaribu sana kuleta pamoja chama cha ODM, ikijumlisha Mama Ida, ikijumlisha mtoto wa Raila Winnie, ikijumlisha Ruth. And by the way, kipindi ambapo Edwin Sifuna alikuwa anazungumza, nimemuona Winnie Odinga akiwa pamoja na Edwin Sifuna, ishara kwamba Winnie Odinga hajakubaliana na maneno ambayo anko yake, baba yake mkubwa Oburu Odinga aliweza kuyafanya kumuingua Edwin Sifuna kutoka kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Kwanza kabisa sitaki niweze kulonga mengi. Wacha tumpatie Edwin Sifuna muda aweze kutuzungumzia. This action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. At no time have I been informed of any allegations against me, be they of indiscipline, insubordination or incompetence in the execution of my duties as the Secretary General. Neither have I been invited to respond to any complaints in and out of the party on any matter that would constitute grounds for removal of a Secretary General. Consequently, no lawful organ of the party has invited me to any hearing. Indeed, as far as internal differences in opinion go, my only crime is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election, because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent, and disastrous Ruto misadventure. Kleptocracy is not a philosophy that an entire nation can give a second chance. This month marks the beginning of my 9th year as SG of ODM. I am the longest serving individual in that position. To serve that long at the feet of the enigmatic Raila Odinga needed one to summon all reservoirs of wisdom from all possible sources, but most importantly, to remain a true and loyal student of the great icon. Even in the current circumstances, I would never betray the ideals and principles of my late party leader. I have served this party with loyalty, diligence, and unwavering commitment because I had a leader in Raila who nurtured young people and young leaders and knew how to bring competing interests and egos into one functional movement. Together, we have defended the Constitution, strengthened internal party structures, and safeguarded the voice of millions of Kenyans who believe in social justice and accountable leadership. My record speaks for itself, and it always will. It is in public domain that my opposition to the party's dalliance with Ruto started long before the Right Honorable Raila passed on. He understood my reasons and accommodated them. It is also a known fact that regardless of what political deals Raila struck with different regimes, he would never have allowed his beloved party to be turned into a mere appendage of State House, where decisions are rubber-stamped after instructions are received from the regime. It is painful to note that sections of the party continue to desecrate the legacy and memory of Raila by turning this party into a theater of the illegal. Just last week, on 3rd February, a Gazette notice was released purporting to legitimize the recent changes in party leadership, with the rider asking for public input within 7 days, even though the stated date had lapsed by 3 weeks. Essentially, those who now purport to run the party are aware that, for instance,
the new party leader was installed unprocedurally and unconstitutionally. These shortcuts and legal edicts reflect the bad manners that progressive institutions and individuals pick up as soon as they get cozy with William Ruto. I leave it to the party members to judge if this really is the path that the Right Honorable Raila Odinga had set for us. Just 4 months after his death, we can all agree that Raila must be turning in his grave. In recent times, many respected personalities within the movement have reached out to me and the rest of the leadership, seeking a middle ground of unity, at least until the National Delegates Convention is called. I may not mention all of them, but the party trustees, and they know themselves, as well as Mama Ida Odinga and Her Excellency Ruth Odinga, the women representative for Kisumu, among others, have worked tirelessly to try and unite the party and renew the spirit of Raila in the party. But it seems the rest of the leadership, answering to instructions from elsewhere, has been unable to embrace dialogue. I want to assure our members across the country that this is not about positions. It is about principle. It is about protecting the integrity of our party. It is about ensuring that ODM remains a democratic institution governed by rules and not by impulses. And whatever actions I take from here, obviously, after wide consultations, I will do so with my head held high, knowing full well that I have never once let down my leader, the Right Honorable Raila Odinga, or the members of this party who are its backbone. As I said in Busia, Raila did not raise cowards. He did not teach us to run away from hardship or challenges, but to confront them head on. Our party constitution places a responsibility on us to fight for ODM, and fight we shall. Through all lawful means, we shall fight for this great institution until the very end. We will challenge every illegality in the courts of law and in the court of public opinion. Surrender is not an option for us. I urge our members to remain calm, steadfast, and committed to the ideals that brought us together. ODM is bigger than any individual, and it must remain anchored in justice, transparency, and respect for its own constitution. Even as we confront the spectacle of stagnation against progress and liberal versus conservative clashes in our politics, we shouldn't fall for the allure of easy largesse and cheap promises made to the electorate for the sole purpose of perpetuating the age-old slavery visited on citizens of this nation by a regime lacking in legitimacy. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. As I navigate this period, I ask for your prayers and goodwill, but most importantly, for all of you to remain vigilant in guarding the freedoms that Raila Odinga taught us never to compromise over. We are the generation that will reach Canaan, as envisaged by the late Raila Amolo Odinga. Nothing will distract us from this endeavor. I am grateful to all of you for all the messages of support, and I want to assure you that we will be back to the grassroots, bigger and more energized, beginning this Sunday in Kitengela. Kulingana na taarifa ambazo zimeweza kutolewa na Godfrey Osotsi, yeye anaeleza kwamba William Ruto aliweza kuwaita Gladys Wanga, Oburu Odinga Ikulu siku ya Jumatatu, akawapea mwelekeo kwamba waweze kumuingua Edwin Sifuna. Kuna kitu ambacho kimeweza kunifurahisha hapo. Edwin Sifuna, unajua, amesema haje aendi popote, baba hakulea watu waoga. Amesema kwamba atapigana kusonga mbele. Na unaona, siku ya Jumapili amesema kwamba kuna mkutano ambao tutakuwa nao siku ya Jumapili upande wa Kitengela. I'm requesting my supporters tuweze kutokea wengi, and I repeat this for free. Ambia serikali ijaze tear gas, ambia serikali ijaze vitoza machozi, kwa sababu hichi ndicho kikundi ambacho kitaokoa Kenya. Kikundi cha Edwin Sifuna, kikundi cha Edwin Sifuna. Unajua, kama mnakumbuka, kuna kipindi kimoja Bwana Jeremia Kioni karibu ang'olewe madarakani na kina Sabina Chege na kina nani yule Kanini Kega, wakajitangaza viongozi, lakini mahakama ikasimamisha. Kwa hivyo Edwin Sifuna amesema kwamba watafuata mwelekezo wa mahakama, vile vile watafuata mwelekezo wa wananchi, na tayari
wameanzisha vuguvugu ambalo litapita kote nchini. Hivi vita ambavyo William Ruto, Gladys Wanga, Oburu Odinga walianzisha, sioni iwapo watastahimili. Sioni iwapo watastahimili mawimbi yake. Unajua, walikuwa wanafikiri kwamba sasa jinsi ambavyo wameweza kumwengua Edwin Sifuna kutoka kwa ukatibu mkuu wa chama, Sifuna ataondoka. Mimi ninashukuru kwamba Sifuna ameweza kuonyesha loyalty, uwazi na upendo kwa baba. Amesema aondoki, haendi popote, watapigana vita, na ameeleza kwamba baba hakulea watoto, hakulea waoga. Unajua, mimi ni msomi sana wa magazeti. Kipindi ambapo nimeamka lazima kwanza niweze kuangalia magazeti. Nimeona gazeti la The Standard hapa nchini wakiwa wamesema kwamba Sifuna aliweza kutolewa kwa sababu ya kusema ukweli. Crucified for his boldness. Crucified for his boldness. Yani aliweza kuondolewa kwa sababu ya kusimama ukweli na kuzungumza ukweli. Ndio hiyo, angalia hapo. Crucified for boldness. Kaeleza kwamba ODM has plunged into open revolt after Secretary General Edwin Sifuna was ousted for challenging covert talks with President William Ruto. The party's executive committee said it had had enough of his dissent, replacing him with Busia women rep Catherine Omanyo on an interim basis. But the batch has exposed deep fissures, with allies accusing the leadership of silencing critics and mortgaging the party's independence ahead of 2027. The decision has thrown supporters into disarray, with many saying they will consider their stand after their leaders give a way forward. Kuna wengine ambao wamesema kwamba wataondoka iwapo Sifuna ataunda chama chake, lakini unaona Sifuna ameweza kusema, unajuaje, haendi popote. Kama kuna wenye wataondoka ni akina Wanga, lakini yeye haondoki. Mimi kitu ambacho kimeweza kunifurahisha na kimenipea moyo ni jinsi ambavyo binti ya Raila Odinga yuko sako kwa bako naye Edwin Sifuna. Unajua hapo mpango ulikuwa umeundwa na serikali kwamba Winnie Odinga aweze kugombea kiti cha Lang'ata, sijui Edwin Sifuna aweze kuondolewa kutoka kwa useneta, alafu mbunge wa Lang'ata, mbunge mwenye ni Jalang'a aweze kukuwa seneta. Lakini unajua haje, mtoto wa Raila amesema kwamba ni upuzi, yuko na Edwin Sifuna. Na jinsi ambavyo umemsikia akieleza ni kana kwamba Raila anapinduka kwa kaburi lake, kwa sababu jinsi ambavyo mambo yanafanyika ODM sio mambo ya kawaida. Kwa hivyo kitu ambacho nakuomba, jinsi ambavyo tunazungumza sasa hivi, tunataka kuweza kuhakikisha kwamba tunavusha Edwin Sifuna akuwe mtu ambaye anajulikana kote nchini. Edwin Sifuna kipindi ambapo tunazungumza yuko na 664,000 followers Facebook, na kipindi ambapo aliweza kuenguliwa alikuwa na 624. Tayari amekwisha pata 40,000 followers. Tunataka kuweza kuhakikisha kwamba tunafikisha Edwin Sifuna 1 million followers. This is the carcass ambayo itafusha Kenya kuelekea mbele. Hii ndio mrengo ambao utafikisha Kenya Canaan. Wacha nikwambie, we are going to use all our available means to make sure that Kasongo is not re-elected. See you in the next video.